Namshukuru Luba, Muumba pekee wa kweli, ambaye ametuwezesha ndugu zangu kukusanyika kwa siku ya leo ambayo ni Jumapili nyingine, na namshukuru pia mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Hassan, ambaye mwalimu wetu ambaye ametuletea ukweli na ambaye anatufanya tuwe kama gisi tulivyo kwa wakati huu. Tunapendeza pendeza, akili zimeingia, ni kwa sababu ya mafundisho ambayo tumeyapokea, na ni muda mzuri tena zaidi sana kuyasikiliza yale ambayo ametupatia katika kujiendeleza zaidi katika safari hii ya utakaso, ndio lengo muhimu kabisa katika maisha yetu. Na ndio maana siku ya leo tutaongelea mhusika mmoja ambaye ni mkuu kati ya wakuu mkuu kati ya wakuu, na si mwingine Jokisab. Leo tutaongelea kumrazi, tutagusia Jokisab ambaye ni Kristo wa kweli, na sio huyo ambaye wataita Yesu, maana ni historia ya Jokisabe ambayo walichukua, nyote mnafahamu, na wakaibadilisha, wakaunda mhusika ambaye wataita kwa jina la Yehoshua Amashia, aiza Yesu, aiza Isa katika dini zingine. Lakini tunajua kwamba ulimwengu wa giza la kichawi uko hapo katika lengo la kupenda kuficha ukweli. Na lengo la kuficha ukweli ni nini? Ili kwamba mtu mweusi asijitambue yeye ni nani, utambulisho wake hasa ni upi, afariki katika ujinga wake bila kujijua vizuri. Hiyo ndio sababu wakabadilisha historia yake, na sio yeye tu lakini leo tunamwongelea yeye ambaye walibadilisha kabisa na wakaweka rangi kwamba ni mzungu, lakini huo wote ni uongo mtupu, maana Kristo wa kweli hajawahi kuwa wa rangi nyingine tofauti na nyeusi, na isingelitokea na haiwezi ikatokea hata katika ndoto. Hilo jambo lazima watu walielewa. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo muhimu sana watu wengine ambao bado hawajajua huu kweli wapate kutambua. Tema ya siku ya leo inahusu maneno ya siri maneno ya siri na ya uanzishwaji ya Kristo, yaani ni maneno ambayo Kristo atayatoa. Hayo maneno ni ya siri. Sasa ikiwa yametoka nje, kwa nini yatoke nje? Kwa sababu kitu kinachokuwa ni siri kinabaki kuwa siri tu. Kimebaki kuwa siri katika kipindi fulani, hadi pale ambapo hayo mambo yalipotokea, ndipo watu wakajua kwamba yale maneno kumbe yalikuwa kama vile siri, lakini kudumanimula ambaye ni Kristo wa kweli hakutaka kuweka wazi moja kwa moja, kwa sababu kuna vitu vingine ukiweka wazi sana vinaweza vikasababisha mabadiliko katika maisha ya watu. Ni kama vile leo tuko hapa, tunaye mzaliwa wa pili, anajua kila mmoja mwisho wake, anajua yule ambaye ataondoka, anajua yule ambaye atabaki hadi mwisho, anajua yule ambaye ataokolewa na yule ambaye hataokolewa. Sasa itokee kwamba aje hapa simame, anaanza kutazama ambao fulani, wewe ni kazi tu, lakini mwisho wewe fulani wewe utatoboa. Hivi mnafikiri kwamba kwelikweli maisha haya ambayo tunaishi amani inaweza ikaingia kwelikweli? Kwa ndio maana kuna wakati ambapo anaweza akatumia maneno ya siri ambayo wengine hawawezi wakayapenya kwa wakati huo, lakini wakati ambapo jambo hilo litakapotokea, ndipo watu watakumbuka sema, ndio maana alizungumza hivi, kwa sababu alikuwa mambo ambayo yamefungwa ya siri. Ndio maana wakati mzaliwa wa pili Muledi anapozungumza, tuwe makini kila wakati. Hazungumzi kwa sababu ya kuzungumza, hajibu kwa sababu ya kujibu tu. Anapoongea anajua ni nini anachokiongea. Sisi ndio tunazungumza, kuna mara tunaongea maneno alafu naambiwa, kwa nini uliongea hivi? Mimi niliongea hivyo hako, na wakati uliongea kwa sababu hakuwa na ufahamu wa kile ambacho nakiongea, hauko serious. Lakini watu kama Muledi ni watu ambao kila kitu, hata kucheka kwake kuna maana kila kitu anachokifanya, hata kugusa, hata kutembea, ni ishara za kinabii na ina maana. Hata vazi anapokuja nalo, rangi inamaanisha kitu fulani katika siku hiyo, wakati huu. Lakini sisi hatuwezi tukapenya kwa nini amevaa nguo hii aiza rangi hii kwa siku hii. Kwa hiyo sasa hapa ni Jokisab ambaye ni Kristo wa kweli, wakati wa kipindi chake katika hali inayoonekana
aliwaanzisha mitume wake, alikuwa na mazungumzo nao ya siri kabisa, ambayo sio katika dunia yote mzima ili watu wote wajue ni nini ambacho Jokisab anaongea. Yaani aliongea ndani akiwa na mitume wake, kwa sababu kuna mafundisho mengine ambayo hata sisi tunayapokea, ambayo sio kila watu ambao wanaweza wakayapata hata kwenye mtandao. Nyote mnajua hivi. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo ni uanzishwaji wa kipekee ambao unabeba code, aidha siri mbalimbali ambazo zitajitokeza katika nyakati fulani, na mmoja kati ya wanafunzi hao wa Jokisab ambayo ni Kristo wa kweli atakayeongelea yale maneno ambayo Jokisab aliyoyaongea ya siri ya uanzishwaji anaitwa kwa jina la Diwasa. Diwasa ndani ya Biblia za kisasa, kama kawaida, wanavyobadilisha majina ya mapatriaki wetu, watamwita kwa jina la Tomaso. Tomaso ndio Diwasa. Diwasa maana yake inamaanisha ni mapacha, aiza pacha tuseme, kwa sababu ni mtu ambaye ana asili mbili, moja ambayo labda ni ya kutokuwa na kutokuamini, baadaye akaamini. Hiyo ndio maana ya jina lake, yani ambaye ni Diwasa. Kwa hiyo maneno haya ambayo Jokisab atayazungumza sio mbele ya umati wa watu, hapana, yalikuwa kati ya mitume. Ndio maana tunaenda kama kawaida ndani ya Calatin DMC, kitabu cha ukweli, yani kitabu cha maajabu ambacho watu wanaweza wakakipata kupitia tovuti ya leseditionsdelassaints.com. Ndani ya kitabu aidha Injili aidha kitabu cha Diwasa, sura yake ya kwanza mstari wa kwanza, anaanza kusema hivi: mimi Diwasa, kuna mabano, katika miaka milioni kadhaa hadithi yangu itanyakuliwa na kurekebishwa kwa faida ya mhusika zuliwa ambaye atajulikana kwa jina la Thomas Didymus. Didymus ina maana kwamba, yani kuna wengine wasipoongea Tomaso, mtakuta sehemu nyingine wanasema Didymus. Tambueni kwamba huyo ni Tomaso, huyo ambaye wanamuita katika toleo zingine aidha katika dini zingine. Kwa hiyo kabla ya dini kuwepo, kabla ya Ukristo haujatokea, Diwasa miaka mamilioni kadhaa alikuwa tayari ameshaona hayo yatakayotendeka kuhusiana na historia yake, kuhusiana na jina lake, kuhusiana na rangi yake, kwamba kipindi kijacho historia yake itachukuliwa, wataibadilisha, wataongea kwamba yeye ataitwa Tomaso wakati jina lake ni Diwasa. Tayari hapo lengo ni nini? Ni kupoteza asili, utambulisho wa Diwasa. Na kitu ambacho mnatakiwa kuelewa ni kwamba mitume wote wa Jokisab walipata ono moja kwa siku moja, kwa usiku mmoja, wote ai loba, kuonyeshwa, kila mmoja wakaonyeshwa wahusika ambao miaka mamilioni ambayo yatakayokuja watakaochukua historia na kunyakua historia yao. Yote yameandikwa ndani ya Calatin DMC. Hadi wote siku hiyo walihuzunika, hadi wakamwita Jokisab. Huyu anaeleza ile, yani ono lile ambayo kila mmoja lio, lakini Jokisab ndiye aliyeruhusu kwamba wapate kuona hayo maono ya kile ambacho kitatokea baada ya miaka mamilioni kadhaa, watakavyobadilisha historia zao. Inakera eh? Ni kama hivi tuko hapa, sote tuko hapa, unatoa mafundisho, ulikuwa katika kipindi cha Mzaliwa wa Pili, mwingine anakuja tu ni miaka baadaye huko anasema mimi naitwa fulani, alafu historia yote ambayo ulifanya wewe, kila kitu ambacho ulikifanya, tuseme kwa mfano wewe uliimba nyimbo zako, hakuna video, hakuna audio. Sasa yeye ndio atakuja atasema hiyo sauti ni mimi huyo ambaye niliitwa fulani. Unajihisi namna gani? Inaumiza. Kwa hiyo historia ilinyakuliwa, wakafanya kama gisi walivyofanya. Sasa hapa anaanza kusema kwamba historia yake watainyakua, wataibadilisha, na musika jina lake ataitwa kwa jina la Thomas aidha Didyme,
niliweka kwa maandishi kwa njia ya mfululizo maneno ya siri ya uanzishwaji ambaye Jokisabe alitamka alipokuwa bado kati yetu katika hali inayoonekana. Kwa hiyo hapa ataandika maneno yale yale ya uanzishwaji ambayo Jokisabe akiwa katika hali inayoonekana atazungumza nao, atawaanzisha. Na hayo maneno ndio nawaomba ndugu zangu muwe makini sana, kwa sababu haya maneno bila ufafanuzi wa mzaliwa wa pili hatuwezi hata siku moja kuyaelewa. Hii nawaambia, kuna mengine ambayo kweli tunaweza tukaelewa kidogo, mengine yatakuwa ni ngumu kabisa kuelewa alimaanisha nini, lakini tuko na mzaliwa wa pili ambaye ametoa ufafanuzi wa kile ambacho Jokisabe alichoongea kwa mitume. Wakati huu ambapo anazungumza Jokisabe, hata wengine wote hawakupenya, walipenya baadaye, wakati ambapo mambo yanaanza kutokea, sema hey, ai, njo kile njo yale. Kwa hiyo ni wakati wao, na sisi tuna wakati wetu huu. Kwa hiyo tuwe makini. Ndani ya Biblia za kisasa walitaka kumfanya huyu ambaye watakayeita kwa jina la Tomaso kama ni shetani mmoja tu. Msikilize vizuri kama ambaye ni shetani, ambaye mtu ambaye asiye na imani yani kwa sababu yeye alitaka kuona kwanza ili apate kuamini. Ndio maana hata katika historia zetu nasema kwamba kuamini kwa tamaa ni kujionea bwana. Kwa hiyo alichukuliwa kama yeye hawezi kuwa na imani yoyote bila ya kuona. Sasa huyu watakayeita Yesu anasema kwamba heri mtu aaminiaye bila kuona. Kama ni hivyo, kutakuwa utofauti gani kati ya Tomaso na Mungu? Maana Tomaso ameelezwa kwamba yeye alikuwa mgumu wa kuamini, anapenda kuona ili apate kuamini. Lakini kumbukeni pia ndani ya Biblia za kisasa, katika hilo watakaloita Agano la Kale, katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 18, huyu atakayeita kwamba ni Mungu naye pia alisikia vilio alisikia manunguniko ya Sodoma na Gomora. Alisema namna gani? Nitashuka kwanza ili nije kuona ikiwa hivyo vilio ambavyo navisikia ni ukweli haweza hapana, na sababu nataka kujua. Kwa hiyo alitaka naye pia aone ili aamini kwamba ni kweli vilio, ni kweli kabisa. Sasa kuna tofauti gani kati ya Tomaso na Mungu naye pia? Ikiwa Yesu alisema kwamba heri mtu anayeamini bila kuona, ina maana kwamba huyo Mungu naye pia hana heri, kwa sababu naye pia hakutaka kuamini bila kuona. Tuachane na hii historia. Ni hivyo ndivyo walivyomchukulia huyu Tomaso kwamba yeye wewe hauamini. Hayo mambo tumeyaona hata kwa mhusika mwenyewe. Mstari wa pili anasema Jokisabe akafungua kinywa chake na kusema, kuna nukta mbili, yeye anayejua na kupenya kihini cha maneno yangu hataonja kifo cha kiroho kamwe. Kuna nukta, halafu tunaingia ndani ya nukta yenyewe. Unatakiwa kuelewa kwamba wakati ambapo Jokisabe anapozungumza maneno yake yani ni yako hai, ni uzima. Anapozungumza anajua ni nini anachokizungumza. Kwa hiyo anapoanza kutoa maneno yake ya uanzishwaji hayo, anasema kwamba yule anayejulikana, ambaye si tu mtu ambaye anasikia, lakini pia yule anayepenya yale anayoyaongea, kwa sababu unaweza ukasikia lakini usielewe. Anakusikia bwana, ongea tu nakusikia. Je, unanielewa? Na ikiwa unaelewa, utatekeleza kile ambacho umesikia. Yaani kusikia ni kutenda kile ambacho umeambiwa, ndio maana yake. Lakini uweze ukasema kwamba nimesikia, uende kunichukulia kitu fulani. Umenisikia? Ndio, uko pale pale. Fulani umesikia? Ndio nimesikia. Sasa mbona hajaenda kwenda kuchukua sasa? Nimekuelewa. Kwa hiyo kusikia, unasikia na unaenda kutenda. Hapo ndipo watu wataelewa kwamba huyu fulani
ameelewa. Lakini kuna wengine ambao wanaelewa vibaya na wanaenda kutenda, lakini wanatenda vibaya, ambia sikufanya hivi, sikukwambia hivyo. Kwa ndio maana ni vema watu kuuliza maswali. Sasa huyu anayejulikana ni nani? Kati yetu hapa kuna watu ambao wamejulikana, walio nje ya ukweli kuna watu ambao wanajulikana. Na wanajulikana na nani? Wanajulikana na kaka zetu wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho. Agizo kula vitu, kwa sababu mimi sijui mwisho wangu uko namna gani. Niko hapa leo naongelea kuhusiana na ukweli wa neno lake Lubatite, lakini mwisho mimi siujui uko namna gani. Je, nitabaki hivi hivi imara? Ndiyo waiza? Hapana. Lakini kaka zetu wanafahamu kama nitamaliza vizuri, haiza? Hapana. Ila tumaini langu na ombi langu ni kwamba nimalize safari yangu nikiwa katika ukweli. Hilo ndio jambo ambalo tunatakiwa kuelewa. Kwa hiyo kuwa ndani ya neno, aweza kuwa ndani ya bergeria, haijamaanisha kwamba tayari umejulikana. Hapana. Mwisho wako ndio utakaoonekana na kueleweka kwamba kweli kweli ulikuwa mtu ambaye umejulikana. Lakini wakati pia wa safari, unapotembea katika ukweli, inafika wakati ambapo hata roho yako inakushuhudia kwamba uko salama, uko sawa, na roho yako itakuambia hapa umemaliza, uko sawa. Hayo tunayaona hata kwa Esombe. Alikuwa katika safari, anawaambia kwamba yeye alikuwa kama vile mwanariadhi anakimbia mbio, na kuna wakati ambapo amesema kwamba safari nimeimaliza, mwendo wangu nimeumaliza, na imani langu limeihifadhi vizuri. Lakini alikuwa bado hajaondoka, alikuwa tu bado katika linaonekana, kwa sababu ilifika wakati ambapo ndio akamwambia, hey Esombe, hapa umefika, hapa hauwezi ukafariki kifo tena cha kiroho, hapa umeokolewa kabisa. Kwa hiyo haya mambo yanatokea na yanajulikana na yanafika na yanatimia kwa yule ambaye anaendana kulingana na ukweli. Kwa hiyo Joki Sabe anaanza kusema, ikiwa mtu anayejulikana anapenya na kuyajua, anaposema kiini cha maneno yangu, kiini cha maneno, kwa sababu neno ni kiumbe pia kilicho hai. Kiliumbwa, neno liliumbwa, ni kiumbe. Mtu yeyote anayeamini na kukiri kwamba huma munyenge, yaani paradiso, makazi ya milele ya walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa, yanapatikana, kuna mabano yako, tunafunga mabano, katika anga inayoonekana, basi ndege wa anga inayoonekana watamtangulia. Tunasimama kwanza hapa, alafu tunaingia ndani. Haya ndio maneno ya uanzishwaji ambayo Joki Sabe anaanza kuambia wanafunzi. Anasema kwamba ikiwa watu wanasema kwamba paradiso inapatikana mbinguni, juu mbinguni, aidha katika anga, kwa sababu tunaona anga na mbingu, ina maana kwamba hata ndege wanaotembea angani, wao wanaweza kuingia paradiso mapema kabla ya wewe, kwa sababu wako juu tayari, wako juu yako tayari. Maneno Joki Sabe. Kwa nini Joki Sabe ameongea maneno haya? Kwa sababu kuna watu wanaofikiri kwamba paradiso ni katika mbingu, ndio maana watasema Mungu yuko mbinguni. Sasa tunauliza, huyu Mungu yuko mbinguni katika mbingu ya ngapi? Kwa sababu kuna malimwengu na malimwengu, kuna mamiliati na mamiliati ya malimwengu. Ikiwa paradiso yako ya wewe unayeamini kwamba paradiso iko ndani ya mbingu, ni mbingu ya ngapi ambapo hiyo paradiso inapatikana? Huu ndio ufahamu maneno ambayo ni ya uanzishwaji, kutoa watu katika ule ujinga za mafundisho ambayo ni ya uongo, ambayo hayana mwanzo, hayana kichwa, haiza miguu, hayana maana yoyote. Kwa hiyo yeye anasema ikiwa wanasema kwamba paradiso iko mbinguni, ina maana kwamba hata ndege wa angani wao watakuwa wa kwanza kuingia paradiso kabla ya wewe, mtu ambaye unaamini hivyo, maana wako karibu. Hasa wale wanaosafiri na ndege sasa, hizo abiria nini, wao pia labda wanaweza kuwa hata karibu na paradiso kuliko hata wewe ambaye uko chini. Tuseme namna gani? Mungu yuko mbinguni kwa mujibu wao,
na watueleze ni katika mbingu ya, kwa sababu kuna mamiliati na mamiliati ya mbingu, mamiliati, aidha bilioni kama wengine watasema bilioni, bilioni, miliati ya mbingu. Sasa ni mbingu ipi? Kwa hiyo hapa Jokisabe anaanza kuondoa kwanza mafundisho ya uongo ambayo baadaye yanaweza yakajizirisha ili kuongea haya maneno kwanza, alafu anaendelea, iwapo huyo mtu atashuhudia kuwa yanapatikana, yaani makao yanapatikana, kuna mabano yako baharini, kuna mkato, basi viumbe vya majini waishio katika bahari hiyo watamtangulia pia. Ikiwa wengine watasema kwamba paradiso inapatikana ndani ya bahari, kuna viumbe ambavyo vinaishi humu, kwa hiyo vitakuwa vya kwanza kuingia katika hiyo paradiso, au si ndio? Hivi ndivyo Jokisabe anaanza kuwaeleza. Alafu akasema sasa, jua, yani kutambua, kufahamu, jua yule ambaye ni utu wako wa ndani, kuna mkato, na yule ambaye ni utu wako wa ndani utajifichua, kuna mabano, utajifunua, utajionyesha kwako. Tunasimama hapa, maanake nini? Namna gani mtu anaweza akajua utu wake, aweza mtu wake wa ndani, na ni mtu gani huyo mtu wa ndani? Maana Jokisabe anasema ukitambua huyo mtu wa ndani, huyo mtu wa ndani atajifichua kwako, atajifunua kwako, atajionyesha kwako. Namna gani huyo mtu wa ndani anaweza akajifichua, aweza kujifunua kwangu mimi na nipate kumwona na nipate kumtambua? Utamtambuaje? Huyo mtu ni nani? Utu wako wa ndani sio mwingine, na tusiende katika mawazo mengi, ni roho yako. Huyu ndio mtu, aidha utu wako wa ndani ni roho yako, ambaye Jokisabe anaongelea hapa. Ni roho yangu, ni roho yako, ni mwili wako wa kiroho ambao unakula chakula ambacho ni mafundisho haya ambayo tunayapata kila kukicha, yanayotokana na neno la lugha. Huyu ndio mtu wako wa ndani. Kwa hiyo utamtambulisho huyu mtu wa ndani, na ndio utakao kuwa utambulisho wako wewe, ambao unafichika, ambao shetani mlimabobe hataki wewe upate kuufahamu, na unaelezwa kwamba utoke na uwe kama binti, uwe kama mwana wa Luba. Maana mwana wa Luba anajitambua yeye ni nani, na unaposema mimi ni nani, sio kujiangalia kwenye kioo alafu natembea mimi ni mwana wa Luba. Mwana wa Luba anajifichua, aidha anajisikia raha kulingana na gisi alivyo yeye ndani, yaani namna unavyotembea kulingana na ukweli, namna unavyoelewa mafundisho, namna unavyotii sheria za neno lenyewe. Hapo unaweza ukajisifu, mimi ni binti, mimi ni mwana wa Luba ambaye ni muumba pekee wa kweli. Alafu Jokisabe anaendelea kusema, anayetuelezea hapa ni Diwasa. Ikiwa mtu aliyeachwa peke yake angekuwa na nguvu na uweza wa simba, angekuwa na uweza zaidi kuliko wakaaji wote wa nchi anayokaa. Sio kweli? Tuseme kwa mfano, inatokea kwamba mimi aza wewe, yaani una nguvu kabisa kama za simba. Hivi kuna mtu ambaye anaweza akamaliza kwelikweli? Wapo, utakuwa kwelikweli na nguvu zaidi sana kuliko watu wote ambao wanaishi katika. Watu wote watakuogopa kwa sababu wewe una nguvu kama nguvu za simba. Uwe na nguvu kama ya simba, bwana, sijui unatembea namna gani. Lakini haya mambo, Esombe yeye alikuwa na nguvu kuliko hata ya simba, lakini hakuwa anajivuna, hakuwa anafanya mambo ya ajabu ajabu. Maana wengine wanaweza kaingia,
Sasa hiyo Simba bwana, kipindi cha Esombe Esombe we siangemaliza, ni kweli, lakini tuseme hapa tulipo, tuachane na Esombe we, uwe na nguvu kama nguvu ya Simba, utakuwa bingwa katika dunia hii. Lakini Jokis anaendelea kusema mtu atakayekula Simba hatajimilikisha kamwe nguvu ya Simba huyo. Kuna mkato, Simba amlaye mtu hatajimilikisha akili ya mtu huyo. Maana yake ni nini? Ni kweli, kwa sababu kuna mafundisho ya uongo ambayo yapo. Kuna watu ambao wanasema ni bwana, ukila nyama fulani, ukitumia ubongo wa nyama fulani, ukila utakuwa na akili sana. Wakati ulipokuwa bado tunacheza mpira, mimi niliwahi kusikia wanamwambia kipa wetu kwamba bwana, ujitahidi utafute nyama ya sungura, yaani nyama ya sungura huo unakula, kwa sasa unajua sungura yeye anaruka sana, yaani ukila nyama ya sungura na wewe ni kipa utakuwa unaruka wii, unachukua unashika mpira unashuka na watu uko juu wii, unashuka nao. Haya mafundisho yapo, na kuna wengine Muridi alituambia kwamba kuna mwingine ambaye, yani katika kipindi chao wanasema unapotaka kufanya mtihani na unaona kwamba hauna akili na unajua kwamba kuna mtu ambaye ana akili, nenda kichwa chako ujigonge kwa kichwa chake, boom, akili yake itaingia ndani ya kichwa chako, alafu unaenda moja kwa moja kufanya mtihani na unapata. Haya maneno haya mafundisho watu wanafundishana hayo, yaani watu wanaamini kwamba ukila kitu fulani, aweza mnyama fulani atakuongezea akili, atakupatia nguvu, kwamba ni kila mnyama wa Simba hakika nami nitakuwa na nguvu kama Simba. Jokis wanawaambia kwamba haya ni mafundisho ya uongo. Ndio maana mtu ukila nyama wa Simba, ikitokea kwamba mtu anakula nyama, kwa sababu hairuhusiwi kula nyama ya Simba. Sasa yeyote ambaye atakula nyama ya Simba akifikiri kwamba akitumia hiyo nyama kwamba atakuwa na nguvu kama nguvu ya Simba. Haya anapenda kuambia hata wale walio pale kusema kwamba sijui wanatumia, wanaona hao walio na ngozi za ulemavu ambao wataitwa albino, kwamba hao watumie viungo vyao, wavitumie, watakuwa na hivi, watapata utajiri. Haya mambo yote ndio Jokis anaongelea hapa kwamba hayana hata maana. Haya ni mafundisho ya uongo, ni imani za kichawi ambazo zinatembea katika dunia hii. Alafu Jokis anaendelea kusema mtu mwenye busara analinganishwa na mvuvi, hapana mvivu, na mvuvi anayevua samaki, hapana mvivu, mvuvi aliyeangazwa, mvuvi aliyeangazwa, yaani ambaye ana maarifa, ana akili, ambaye alitupa wavu wake baharini na kuuvuta ukiwa umejaa samaki wadogo, wote wanaweza kuliwa. Miongoni mwa samaki hawa wadogo, mvuvi huyo aliyeangazwa aliona samaki mkubwa, aliwatupa samaki wote wadogo tena ndani ya bahari na kuweka samaki mkubwa kwa ajili yake mwenyewe. Mwenye uelewa wa kuelewa aelewe. Hey, Jokis. Haya ndio maneno ya uanzishwaji, ni kutumia mtu ambaye ana busara na akili. Unaenda kuvua samaki, lakini katika kuvua unaona kwamba kumejaa samaki wengi, lakini wadogo tudogo kabisa, lakini ndani ukakuta hai kikubwa. Sema huyo ndio mimi namtaka, hacha nirudishe hao wadogo, kwa sababu siku nyingine nikirudi watakuwa wameshakuwa wakubwa tena kama huyu, nami hapo naweza nikavua na nikaendelea kukula. Lakini nikiwapeleka hao wadogo, labda wengine wataoza huku, kwa sababu labda sitawamaliza, sitawakula, hacha niwarudishe huyu, nimchukue huyo mkubwa ili nipate kumezana. Aliye na uelewa wa kuelewa na aelewe. Nitaruhusu kwamba, Jokis anaendelea kusema, nitaruhusu kwamba moto uwakao utupwe juu ya dunia, kuna mabano ulimwengu, na theluji ya ardhi itasafishwa kwa moto. Jokis anatoka sehemu nyingine, ameshatupeleka sehemu nyingine. Anamaanisha kitu gani?
Hapa tumetoka baharini, mtu ambaye amevua samaki hapa anatuambia kwamba ataleta moto. Sasa huo moto ni upi? Ni wakati gani ambapo Jokisab anaongea? Wakati anapozungumza kuna mambo ambayo anazungumza ya wakati huo huo na mengine ambayo yatatokea baadaye. Sasa anaposema kwa mfano, nitaruhusu kwamba moto uwakao utupwe juu ya dunia, yani ulimwengu, na theluji ya ardhi itasafishwa kwa moto huo. Wakati anapozungumza maneno hayo, mitume wako pale wanasikiliza, na kuna mmoja ambaye atakuwepo na ambaye atashuhudia hili jambo kwa wakati wake, lakini wakati huo awezi akapenya, awezi akajua ni nini ambacho Jokisabe alikuwa akiongea. Ni nani huyu Lakisabe ambayo wataita Yohana? Yalimtoka, aliyaona, lakini sio wakati huu ambao Jokisabe anaongea. Katika kitabu cha BBCD Ufunuo sura ya 8 mstari wa 7 ambapo inasema, na muloloma, yani malaika wa kwanza alitoa ishara kwa kupiga musibalonge, yani tarumbeta za baragumu hai ya kwanza. Kukawa na moto uwakao ukatupwa, kuna mabano, kutumwa juu ya dunia, na theluji ya ardhi ikatakaswa kwa moto. Jokisab aliongelea haya, lakini wakati ambapo wako pale na mitume hawawezi wakaongea ni nini. Kwa hiyo unapoenda kwenye Ufunuo, ikiwa huyo kuna Namruluma aliyefanya hivyo, yani Jokisab ndiye aliyeutuma huo moto, ni Jokisab ndiye aliyeruhusu hivyo. Lakini wakati anapozungumza na mitume hao, nani anaweza kaelewa kwamba haya mambo anaongelea mambo ambayo yatakuja hapo baadaye? Hakuna. Ndio maana kuna maneno ambayo Jokisab alikuwa akizungumza na wanafunzi, hawawezi wakaelewa ni nini ambacho anamaanisha. Ndio maana wakati ambapo Muledi anapoongea kitu, unaweza kufikiri mbona Muledi amejibu tofauti? No, yeye anajua ni wapi unafikia. Yeye atajibu tofauti namna gani? Yeye anajua kila kitu. Sasa atakujibu tofauti namna gani? Analeta mfano huko, mbona Muledi ameshafika mbali? Kwa sababu utafika huko baadaye kwa wakati mwingine. Ndio maana yeye ametangulia kufikia huko, ili kwamba ukifika useme ai, ndio yale ambayo Muledi alisema, au moja kwa moja. Kwa hiyo tuweni makini na maneno ambayo mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu, anayoyaongea. Kwa hiyo ni Jokisab aliyeruhusu hayo, kwa sababu alikuwa tayari ameshawafunulia mitume wake bila wao kutambua, bila wao kujua ni nini ambacho kinatendeka. Lakisabe alikuwa hapo, lakini hajui kwamba ni yeye ndio ataona hayo maono. Hakuwa anajua, lakini Jokisab tayari anajua. Angemwambia pale kwamba Lakisabe, ni wewe ndio utaona hayo, ayona hata, yani labda ingempatia kitu kingine, napenda anajua ni nini ambacho kinatendeka, lakini akaweka kwa namna ya siri, ili kwamba yatakapotokea sema, ndio maana Jokisab wakati ule aliniambia, alisema hivi tukiwa katika mazungumzo. Diwasa, tunarudi tena kwa Diwasa sura yake ya kwanza mstari wa 8, anasema dunia na ulimwengu unaoonekana vitatoweka katika hali inayoonekana. Hayo maneno Jokisab anaendelea kuambia. Wakati huu kitabu cha maono haya jayaona Lakisabe bado hajayaona, kwa sababu ikiwa watu wanaongelea kuhusiana na dunia, ulimwengu huu unaonekana, hivi vyote vitatoweka, tunavijua ni baada ya Lakisabe kupata haya maono, si ndio ndugu zangu, na kuyaweka katika maandishi. Ingawa kuna roho zingine zinajua kila kitu, lakini ili tuyaone katika maandiko, hasa maandishi, ni wakati ambapo Lakisabe alipoyaandika. Lakini kipindi hicho ambapo Jokisab anaongea, hakuna ambaye anajua kipi kitatokea. Ndio maana kitabu cha Ufunuo 20:12 tutasoma yote katikati mwa andiko hili. Kwa hivyo dunia na ulimwengu, yani malimwengu, yani ulimwengu aiza dunia na ulimwengu zinazoonekana kwa wale wa hali inayoonekana zitatoweka kutoka kwa hali inayoonekana mbele ya uso wao, na hapakuwa na nafasi tena kwa ajili yao. Haya mambo yameandikwa ndani ya Ufunuo. Jokisab alizungumza hayo akiwa na wanafunzi wake, yani anawaambia mambo ambayo yatakuja, mambo ambayo, yani kila kitu katika namna ya mfano. Kwa hiyo Jokisab hapa aliongelea siku za mwisho akiwa na mitume wake, na Lakisabe alipenya sasa hayo baadaye, baada alipoona hayo maono. Diwasa sura yake ya kwanza mstari wa 9 hadi 13 anasema
Waliohukumiwa hawatarisi longe la bwinde, uzima wa milele. Na wale ambao ni sehemu ya idadi inayojulikana za hesabu inayojulikana, hawatahukumiwa. Ni kweli, kwa sababu lazima watu waelewe hai. Hata mimi wakati nilipokuwa katika dini nilifikiri kwamba watu wote watapita kwenye hukumu. Msikilize hili, nilifikiri kwamba watu wote watapita tu kwenye hukumu, lakini tunajua kwamba wale ambao waliotembea kulingana na Yesu, kwa mujibu wangu kipindi hicho, wao wataokolewa, wataambiwa kwamba nyinyi walio kwenye mkono wa kuume ingieni huku. Sijui mnaelewa hilo. Sasa kwa sababu mimi hukumu yangu, mimi nilikuwa nafikiri kwamba hukumu moja kwa moja ni ile adhabu ambayo watu watapata. Sasa kwa hiyo mtakuwa pale, lakini nyinyi mtawekwa nyinyi niende huko, hamkufanya chochote, hawa ndio watafanya hivi. Sasa inatufaa kitu gani tena tufike kwenye hukumu wakati sisi hatujafanya makosa? Utahukumiwa kwa kosa ambalo haukulifanya. Kwa hiyo maana tukapewa mafundisho na kuambiwa kwamba hapana, yani wale ambao ni wa kuhukumiwa ndio watakaopita kwenye hukumu, lakini yule ambaye anatembea kulingana na ukweli wa neno la lugha hawezi kupita kwenye hukumu. Na wale ambao watahukumiwa, ina maana ikiwa hawataingia katika longe la bwinde, yani wameonekana, wamejulikana kwamba hadi mwisho, yani hata matendo yao hayako mema, ndio maana longe la bwinde ya uzima wa milele sio wa kwao. Jokisabe ndio huyo ambaye anaongea hapa. Kwa hiyo watu ambao wamehukumiwa, waliohukumiwa, tuko nao katika dunia hii, tunapishana nao, tunakula nao, tunatembea nao, tunaongea nao, na tayari wameshahukumiwa, hawatapata longe la bwinde. Wapo. Namna gani kuwatambua? Mimi sijui, lakini hata matendo pia ya watu yanaweza yakaonyesha namna gani haya mambo yanaweza yakako. Lakini tuko nao, ila neno halipendi, halitaki kwamba kuwafunua kwamba ni huyu ni huyu, kwa sababu dunia wakijua kwamba hawataokolewa, si watamaliza watu wote duniani na mapagawa sote tuve pamoja, kwa sababu mimi najua kwamba sitaokolewa. Na wengine wanajua hilo, wanafanya mambo ambayo si mazuri, kwa sababu wanajua kwamba mimi bwana, haya mambo yenu mimi simo, hata nifanye kile ambacho nitafanya. Wengine alafu wanajiridhisha na kusema kwamba tunaishi mara moja bwana, hata tule raha, tunaishi mara moja, napokufa kila kitu kinaisha. Hakuna kitu ambacho kinaishi. Tapita kwenye hukumu, tapata adhabu nzuri kabisa kulingana na kile ambacho tulifanyia wengine, tena ya iliyo kali, tena kali. Maana watu tunaposema kwamba hakuna moto wa jehanamu, kwamba haujawahi kuwepo, watu wanashangaa, wanasema sasa hawa watu ambao wanafanya mabaya, ikiwa kuna moto sasa watalipwa kitu gani? Unafikiri kitu gani? Hiyo hukumu ambayo iko pale, baada ya hukumu kuna adhabu inaitwa adhabu ya adhabu, ambayo ni zaidi ya kile ambacho uliofanyia wengine katika linaonekana, labda hata mara 7 kabla ya wewe kutoweka kikamilifu. Sasa kaka na dada ambaye uko hapa, namna gani unaweza ukatambua kwamba wewe utahukumiwa aidha hautahukumiwa, aidha kwamba uko katika idadi inayojulikana? Wewe unayenisikia, unajuaje kwamba wewe uko miongoni mwa idadi inayojulikana, aidha nawe pia ni wale wale wa kuhukumiwa? Kila kitu ni sisi wenyewe tunacho mikononi mwetu. Unaposema mikononi mwetu, kwa sababu tuna hiari na uhuru wa kuchagua, wa kufanya kile ambacho tunakitaka aidha hapana. Kutenda dhambi ni kupenda kwa mtu. Wasiwadanganye kwamba shetani, kweli shetani yupo, demoni zipo kweli kweli, malaika walioanguka ndio wapo, lakini ni kwanza wewe ufungue mlango wako kuhusiana na tamaa na mambo mengine, ili kwamba wapatie nafasi waje kufanya. Lakini usipofungua mlango, hawawezi hata kidogo. Jokisema anasema mnapokula kilichokufa, mnapokula kilichokufa, hamkifanyi kuwa kitu kilicho hai. Ikiwa mnakula kitu ambacho kimekufa, kwa sababu lazima watu wajue kwamba unapokula nyama, unapokula samaki, unapokula sijui wanasema mchicha, unapokula nini,
ujue kwamba hicho kitu kimekufa, na unapokila haukifanyi kwamba kiwe hai. Yaani unapokula nyama, yani ni mahiti. Unapokula samaki, unakula mahiti ya samaki. Nyama ni nzuri eh? Lakini lazima mwingie katika ufahamu, kwani kitu ambacho kimefariki, kimekufa, ni mahiti. Lakini hiyo mahiti unapoila ya hicho kitu, hautaifanya kwamba iwe tena hai, aweza no, unakula. Huyu ni Jackson anaongea hivi. Kwa hiyo Jackson anasema hivi, ni katika lengo la kuvunja historia za uongo ambazo ziliwahi kutendeka. Kuna historia moja ya historia za Wagiriki kuhusiana na miungu yao. Wanaongea kuhusiana na Tito Kronos, sio lazima muweke akilini, lakini historia ambazo zipo, zilitendeka. Wanasema kwamba kuna wao wanasema mungu wao, lakini demon tunajua kwamba mungu wao ambaye aliitwa Kronos, wanasema ni mungu wa muda wa nyakati, vitu kama hivyo. Alipata taarifa kwamba watoto ambao watakaokuwa na wazaa ndio watakaochukua nafasi yake. Sasa alikuwa anafanya hivi, anapozaa mtoto wake anamla, anapozaa mtoto anamla, anapozaa mtoto anamla. Lakini kuna mmoja ambaye alishindwa kumla, huyu anaitwa Zeus. Sasa huyo Zeus huyo ndiye sasa, wakati ambapo alipokuwa, kwa sababu alikulia sehemu ambapo baba yake hayupo, ndiye akarudi sasa kupambana na baba yake hadi kuwatoa ndugu zake ambao baba yake alikuwa tayari amesha wala, akawatoa ndani ya baba yake, alafu wakawa hai. Inapenda kumaanisha kwamba hao watoto wake yani kaka zake walikulia tumboni mwa baba yao. Wakati ambapo umeshakula kitu kimekufa, namna gani kiweze katoka tena kikiwa hai? Hilo haliwezekana. Kwa hiyo hizo imani, mafundisho haya Jokisab alikuwa anaanza kuyaongea mapema katika fumbo, lakini watu waweze wakajua kile ambacho kitatokea hapo baadaye. Ndio maana Jokisab anazungumza mambo haya, anajua yale yatakayotendeka miaka ijayo. Ninyi, kuna mabano, sio wote, ninyi, kuna mabano, sio wote, mlikuwa mumeachwa peke yenu katika ufahamu mmoja, kuna mabano, ambao ni ufahamu wa mwili. Maana yake ni nini? Ni kweli sote kabla ya kujua ukweli tulikuwa katika ufahamu gani? Yaani mwili kabisa. Yaani hapo unatembea, utanijua mimi ni nani? Ni mwili tu. Huo ndio ufahamu ambao tulikuwa nao, tunafanya mambo yote yani ya kimwili tu. Huu ndio ufahamu ambao tulikuwa nao. Lakini Jokisab anaendelea kusema, kisha mlipenya ufahamu wa pili, kuna mabano, ambao ni ufahamu wa nafsi. Maana yake ni nini? Ufahamu huu wa nafsi, aidha ufahamu wa pili, yani ndio ufahamu ambao unahusu sheria za maadili, kwa sababu katika nchi, ikiwa sheria za maadili hazipo sana, demon, ulimwengu wa uchawi, unafanya kazi yake kwa kasi sana katika sehemu hii. Alafu watu wanaonekana wanajihisi kukandamizwa kwa sababu sheria za maadili hazipo sana, kwa sababu sheria za maadili pia ni sheria za kiroho, mlielewe vizuri. Maana sehemu ambapo sheria za maadili ni nyingi, zinaonekana kweli kweli, hiyo sehemu demon hazitendi kazi yake sana. Kwa hiyo wakati ambapo tukapenya sasa kusema kwamba hili si nzuri kulifanyia mwenzangu, na hili hapo tunatumia sasa ni zile sheria za maadili, ambayo maadili yanatuambia kwamba usifanye hivi kwa mwenzako, usifanyie mwenzako kile ambacho wewe hauwezi kukataa hakufanyie. Hapo maadili yanaingia. Maana kabla ya kutenda kitu unaangalia, kama ni mimi ambaye nafanyiwa hivi ingekuwaje? Unaacha. Yaani maadili yanaingia katika jamii, ndani ya watu. Kwa hiyo huu ni ufahamu wa pili ambao tunapenya. Ni vema, ni vizuri, lakini Jokisab hajasimamia hapo. Lakini kuanzia sasa na kuendelea, mtapenya na kuwa, mtapenya na kuwa ufahamu wa tatu, kuna mabano, ambao
ni ufahamu wa roho. Luba. Kwa hiyo tunaombwa kuwa ufahamu wa tatu. Nasema kuwa, yaani tunaombwa sisi sio kuwa ufahamu wa kwanza, hapana, kuwa ufahamu wa pili, tuwe ufahamu wa tatu ambao ni roho yetu. Huo ndio ufahamu ambao sisi tunatakiwa tufikie kabisa kwenye levo yake, hapo tuko sawa, ambao ni roho yetu sisi wenyewe. Kisha sisi wanafunzi wake, anasema DIWASA, tukamwambia Jokisabe. Msikilize kwa makini haya mazungumzo ambayo yako hapa. Hata wanafunzi hao mitume nao pia kuna wakati walipenya, maana mtasikia gisi watakavyouliza Jokisabe haya maneno, na muangalie kile ambacho Jokisabe amekiongea hapa. Mtasoma kwanza, halafu muangalie mstari wa 11 gisi wameongea, ili kuonyesha kwamba nao pia kuna mambo ambayo walipenya. Ninyi sio wote mlikuwa mmehatwa peke yenu katika ufahamu mmoja ambao ni ufahamu wa mwili, kisha mlipenya ufahamu wa pili ambao ni ufahamu wa nafsi. Lakini kuanzia sasa na kuendelea mtapenya na kuwa ufahamu wa tatu ambao ni ufahamu wa roho. Kisha sisi wanafunzi wake tukamwambia Jokisabe, kuna nukta mbili. Tumepenya kwamba utatuacha katika hali ya kuonekana. Tumepenya kwamba wewe Jokisabe utaondoka, utatuacha kabisa katika hali hii inaonekana. Ni nani basi atakayetuongoza? Hivi mnaona haya maneno yako namna gani? Ni nani basi atakayetuongoza? Kwa sababu tunajua kwamba kulingana na mafundisho ambayo umetupatia na haya maneno ambayo unazungumza Jokisabe, tunajua kwamba utatuacha, utaondoka. Sasa utuambie, wewe ukiondoka, ni nani atakayekuwa kiongozi wetu? Hilo swali hatujaliuliza sisi wengine, ingawa tujasema hivi, lakini hivi Muledi, hata we mwenyewe kama haujauliza waziwazi, lakini unajiuliza hivi, ikitokea kwa mfano Muledi leo atoke aondoke, nani atasimama hapo baada ya Muledi? Hayo mambo wanafunzi nao pia walikuwa na hayo maswali. Tunajua kwamba Jokisabe hauko nasi milele, utaondoka, utatuacha. Sasa yule ambaye atatuongoza yule ni nani? Jokisabe alijibu, ni yeye tu aliyewaweka imara, ni yeye ambaye atawaongoza daima. Maneno ya Jokisabe kwamba yule aliyewachagua, yule aliyewafanya kwamba mwenyewe msimame hapa, ni yeye mwenyewe tena ndio atawaongoza. Kwa hiyo haijalishi kwamba akiondoka huyu mnayemuona, lakini bado anabaki yuko nanyi, lakini si kimwili, lakini katika hali ya kiroho. Kwa hiyo yule ambaye aliwaongoza, ambaye aliwaweka nyinyi muwe hapo, ndiye atakayeendelea tena kuwaongoza. Nafikiri hapa wanafunzi wako katika ufahamu zaidi, sasa wanapenda kuona ni huyu, wako katika ufahamu ambao ni wa mwili. Lakini Jokisabe anaposema ni yule, sio kwamba watamuona atabaki pale wakimuona kwenye no, hapana, ili kuwaingiza katika ufahamu wa ndani, wasibaki katika ufahamu wa kimwili, mwingie kiundani zaidi sana. Kwa hiyo hata kama hamtaniona kimwili, lakini nitakuwa pamoja nanyi tu, maana mimi nawapatia mafundisho, si ndio? Na hayo mafundisho ni nini? Si ni uzima? Hayo mafundisho ni mimi, kwa sababu ni ukweli. Na hayo mafundisho mkiyaweka ndani mwenu na kuyafanyia kazi, mko nami, haina haja. Na hayo mafundisho ndio yatawaongoza, kwa sababu ni mimi na mafundisho haya tumefanywa kitu hiki kimoja. Kwa hiyo haya mafundisho muyaweke ndani yenu, na unapoweka haya mafundisho ndani yako, unamweka Jokisabe ndani mwako kwa namna hiyo. Haya mazungumzo niliyasoma nikasema, kuna wakati ambapo mitume nao pia walipenya, kuna mambo ambayo wamepenya, na maneno ambayo mengine ni magumu zaidi sana kuyaelewa, ambayo Jokisabe alikuwa akiongea. Jokisabe alituambia sisi wanafunzi wake, nilinganisheni, sikilizeni, nilinganisheni na mniambie nafanana na nini.
Hapana, nafanana na nani na nini? Jokisab alikusema namna gani? Mnilinganishe mimi na mwangalie nafanana na nini? Nafanana na kitu gani? Hey, loba Dale akamwambia, ni yeye ndio wa kwanza mimi Dale akamwambia yeye ni mwanafunzi ambaye kwa kwamba mdomo mdomo na anapoona kitu anaongea. Dale akamwambia, unafanana na Namululuma, yaani malaika wa agizo kula vitu. Okay. Jokisa kusema kwamba umeongea vibaya, aweza umeongea vizuri, anasikiliza kwa sababu waliwapatia nyote mko hapa, si mnaniona? Mniambie nafanana na kitu gani? Dada akasimama akasema, mimi Jokisa, kwa kweli wewe ninapokuona wewe ni Namululuma. Swali ni je, Dale ameshawahi kuona Namululuma ili amfananishe Jokisa na Namululuma? Alama ya kuuliza, kwa sababu inategemea ni namna gani unavyoona mwalimu wako. Unapoona mzaliwa wa pili unamwona mwili uko pale tu, unaishia hapo, ni namna hiyo ndio unamwona. Lakini kuna wengine ambao watapenya zaidi sana na kusema kwamba no, huyo sio mtu wa kawaida tu ambaye tunamuona pale, ni kama roho wa agizo kula vitu tu ambaye ninamuona aliyechukua mwili. Huo ndio uelewa wa Dale. Aliongea Dale akamwambia, unafanana na Namloloma wa agizo kula vitu. Kwa sababu ni kupitia uanzishwaji ambao Dale aliyokuwa akiupata kutoka kwa Jokisabe, akamchukulia kama Namloloma. Hivyo ndivyo Dale alivyomchukulia. Hajakosea, kwa sababu ni kila mmoja anaongea kile ambacho yeye anaona kwa mujibu wake na uelewa wake kuhusiana na jinsi wanavyomuona Jokisabe. Jabea akamwambia, Jabea ndio wataita Matayo, unafanana na roho huru ambayo inamulika wale wanaojulikana, wanaotakiwa kuangazwa. Akasimama hapa akaongea hivi ili kuambia kwamba, ndugu zangu, kila mtu ana uweza ndani yake, kila mtu ana uweza ndani yake. Sasa Jokisa amekuja ili kutufunulia huu uweza tulio nao ndani yetu na kutuonyesha kwamba hivi ndivyo ulivyo. Ikiwa tuko katika mafundisho haya, lengo kamili ni kujitambua sisi, tujue roho yetu ni ipi, roho yetu ni nani, nafsi yetu ni nani. Ikiwa mwelewi, haya ndio mafundisho yenyewe, maana huo ndio utambulisho ambao sisi bado hatujaufahamu. Mwili wetu tunajiangalia kwenye kioo, nasema wow, ni mzuri, good. Nafsi yako unatakiwa kuitambua pia, roho yako unatakiwa pia kuitambua. Sasa tutafika huko namna gani? Mimi Diwasa ambayo Teta Thomas ambaye anatuelezea, nilimwambia Jokisabe kuna nukta mbili. Muledi, kinywa changu hakiniruhusu kusema unafanana na nani. Huyu ni Diwasa anasema, muledi, mimi kinywa changu hakiniruhusu, kwa sababu unaweza ukawa na mawazo ya kupenda kuongea, lakini kinywa ni kama vile kinakataa kuzungumza. Hivi hamujawahi kuona hilo? Kwa sababu hata kinywa pia kina ufahamu wake pekee, na ndani mwako unaweza ukafikiria kusema 2, lakini mdomo ukasema 3, alafu unabisha nini, sema 2. Ni kweli ndani mwako ulisema 2, lakini mdomo wako, kinywa kimesema 3. Ndio maana fahamu zote zinatakiwa kuwa kitu hiki kimoja. Ila wakati Diwasa anapozungumza hapa, ni nini ambacho kilimfanya kwamba kinywa chake kisimruhusu kusema Jokisa anafanana na nani kwa mujibu wake? Kwa sababu Jokisa alipenya hayo, atamwambia kwa nini hicho kinywa chake kinamkataza asiongee chochote kuhusiana na Jokisa. Kwa nini? Jokisa atamwambia. Kisha Jokisa akanijibu, hautaamini kamwe tangazo la kuonekana kwangu baada ya kuwa nimepulizia mudimu sanki Roho Mtakatifu juu yenu 10 kati yenu 12 walio hapa.
Maana yake nini? Jokisema tayari anampeleka Diwasa wakati ambapo bado hujafika, lakini anamwambia kile ambacho kitatokea bila yeye kufahamu ni nini ambacho Jokisema anapenda kumaanisha. Narudilia tena kusoma. Kisha Jokisema akanijibu, hautaamini kamwe tangazo la kuonekana kwangu baada ya kuwa nimepulizia mudimu sangi juu yenu 10 kati yenu, 10 kati yenu 12. 10 kati ya 12 ndio maana yake walio hapa. Kwa hiyo Jokisema anasema kwamba itafika wakati utasikia kwamba mimi nimeonekana, kwamba mimi nimefufuka, ndio maana yake, lakini hautaamini. Na ni wakati huu ambapo nitawavuvia, nitawapulizia wale watakaokuwa hapo. 10 watakuwepo, lakini 2 hawatakuwepo, na hao 10 watapulizia, nitawapulizia mudimu sangi. Hao 10 ni akina nani? Na 2 ni akina nani ambao hawatapuliziwa mudimu sangi? Kwa hiyo mzaliwa wa pili tuko naye, ana uwezo, akitaka anaweza akafanya hivi, pokeeni mudimu sangi, lakini hauwezi ukapokea mudimu sangi kama bado tungali katika mambo ya ajabu ajabu tu, hatupendi kubadilika, hatupendi kuacha kile ambacho tunakifanya. Kwa sababu kuna watu tulio wengi tunapenda kwamba neno lipate kututumia ni vizuri, lakini tatizo ni kwamba Diwasa alikuwa bado na mlango ambao uko wazi, lakini yeye mwenyewe huu mlango hakuwa anajua kwamba anao, hakuwa na ufahamu kabisa wa mlango huo. Jokisema yeye kama kiumbe cha juu alijua kile kitakachotokea kwake Diwasa. Kwa hiyo kutokuamini kwako wewe Diwasa kutakufanya kinywa chako kipate kuongea na kusema, kisipate kusema mimi ni nani, kwa sababu hauamini bado. Hivi mnaelewa? Ungali na ukakasi ndani mwako. Ndio maana tunaweza kuwa na watu ndani bado kunapotokea kama kwa fundisho kidogo hajaelewa, sema ni kweli, lakini kweli hapa ni wa ukweli kabisa. Hawa watu wapo. Fundisho linapotoka mtu anakuwa hilo mimi siwezi nikalipenya, lakini mengine yote yanaendelea, lakini ili sina uhakika kwamba kwelikweli ni wa kweli. Mimi nataka kuona ili kuamini. Huu ndio mlango ambao alikuwa nao Diwasa. Alipenda kuona alafu ndio waamini, na ndio maana hata kinywa chake hakikumruhusu azungumze naongee kwamba Jokisema ni nani, kwa sababu yeye bado alikuwa na ukaka, alikuwa na ugumu wa kukubali namna Jokisema alivyo. Na ndio maana hata wakati wenzake wanapokea mudimu sangi yeye hakuwepo. Muulize alikuwa wapi? Jiulizeni alikuwa wapi? Yeye ni mmoja kati ya watu 12 ambaye hakuwepo. Soma naye pia hakuwepo, lakini mtajua wakati huu Soma alikuwa wapi, mtajua baadaye, tutasoma andiko ili kwamba asipate huu mudimu sangi. Ila Diwasa hatujui alikuwa wapi, hatujui alikuwa wapi. Wenzake wakapokea mudimu sangi, yeye hajulikani ni wapi ambaye alikuwa, maana alikuwa kweli anapenda, lakini kuna ufahamu mwingine ulikuwa bado haujakubali. Mwalimu ila Jokisema hakusimamia hapo, maana yeye ni mwalimu. Anapozungumza maneno anamwachia pia hata na neema baadaye. Jokisema alisema, hautaamini kamwe tangazo la kuonekana kwangu baada ya kuwa nimepulizia mudimu sangi juu yenu 10 kati yenu 12 walio hapa. Lakini hiyo ndio neema ambayo Diwasa alipata. Jokisema angeongea tofauti na hapa angelipotea. Lakini baada ya siku 8 utaniona na utaniamini. Hapo sasa ndipo akapewa. Sasa hiyo ndio neema ambayo alipata.
Ndio Kisaba akamalizia hivyo, ila wakati anapozungumza hapa, simeona tumefafanua kwamba atamkana, atasema kwamba hatakubali. Yeye hajaelewa nini ndio Kisaba anasema. Sisi tunaongea hivi kwa sababu tayari Muledi anatuambia kile ambacho kipo, ndio maana tunaelewa hivi, lakini ndio Kisaba anapozungumza yeye bado hajaelewa, haelewi bado. Sasa tuangalie ni nini ambacho kilitokea sasa. Kwa nini Soma? Kwa sababu nawaambia ni wawili ni 10 ndio waliokuwepo, wakapewa wakapuliziwa Mudimu Sangi. Soma hakuwepo na Diwasa hakuwepo. Sasa Soma alikuwa wapi ili kwamba asipate Mudimu Sangi wakati huo? Je, alikuwa na haja ya Mudimu Sangi wakati huo huo? Haiza namna gani? Kitabu cha Kuduma Nembula sura yake ya 56 mstari wa 11 inasema, ghafla walinzi wawili au ni Roza Gizo kula vitu kaka zetu, walinzi wawili wenye nguvu walitokea. Kuna mabano muda uliopita ambao ni wangu sasa. Anayezungumza hapa ni nani? Ni Soma mwenyewe kutoka Agizo kula vitu. Kwa hiyo Mutatedi na walinzi hao wawili walizungumza nami Soma, na kisha kuniondoa kutoka kwa hali inayoonekana baada ya mabadiliko kamili. Ni wakati huu ambapo alinyakuliwa. Ana haja ya Mudimu Sangi hapo. Pump! Kutoka walinzi, Mutatedi alishuka na walinzi wawili ambao walikuja kumchukua Soma na kwenda naye, akanyakuliwa. Wajinga wakaingia ndani ya Biblia, alijinyonga, mara alianguka, utumbo ukatoka nje. Wenu amejinyonga kweli kweli, hamna taahibu. Wakati gani ambapo mwanaume mzima ameenda kuchukua pesa, wakati alipoona kwamba wamemuua, anaenda kuzirudisha hizo pesa, akalia kwa uchungu, anajutia kile ambacho alikifanya, alafu tena anaenda kujinyonga. Sasa yeye hakujua kwamba ikiwa kwelikweli lengo lake lilikuwa ni kumuuza, kumsaliti Yesu na auawe, kwa nini ajinyonge tena? Aidha, kwa nini aende kutupa hizo pesa? Ndio maana historia waliandika vibaya na walimwekea doa mbaya huyu atakaita Yuda Iskariote, na sio msaliti. Katika ukweli, Soma si msaliti hata kidogo, maana mazungumzo ambayo walizungumza na Soma katika uhalisia kabisa sio hayo ambayo wameweka ndani ya Biblia za kisasa. Waliongea na Soma kwamba watampatia hivyo vipande vya fedha ili awaruhusu wamwonyeshe ni wapi Jokisaba alipo ili waende kumuoji. Haya ndio mazungumzo ambayo yalikuwepo. Kasema kama ni kuoji tu nipatie hivyo vipesa huko, tatizo liko wapi? Wakampatia, lakini baadaye, baada ya kuona kwamba wanafanya kitu kingine cha kumuoa, ndio hapo akasema hayo sio mapatano yetu. No, mimi siwezi nikafanya hivyo. Chukueni pesa zenu. Hivi sijui kama mnapenya hili, kwa sababu naye pia alikuwa na mlango ambao ulikuwa pale, ni kuhusiana na mani, mlango wa mani, pesa. Maana ukipita katika hilo la mani hilo, kuna mambo mawili: mani, fedha hizo, na mambo ya wanawake, wanaume. Ukipita katika hizo, kaka, umepiga hatua kubwa sana katika kiroho. Inawambia ni mambo hayo mawili sana. Ndio maana mtu anaweza kawa hapa akasema, mimi hizi dhambi mbili aweza moja, nikimaliza hii, nikiondokana na hii, mimi napiga hatua, nasonga. Inawambia ni hizo mbili. Kuna mtu anaweza kuwa pale kama mnyonge tu, mtu mzuri, mpole, kumbe hana hela, lakini asubutu apate pesa, ndio utaona herufi zake kwenye uso, ndio utamjua fulani yuko na ikiwa anapata fedha na anatulia, ananyenyekea tu, yuko kama vile hapo ametoboa, gisi wanavyosema Waswahili, ametoboa maana yake. Lakini anapokuwa katika hayo, fedha inabadilisha mtu, fedha inamfanya mtu kiburi kinasimama. Yaani mtu unamuona kwamba anaangalia, anatembea, anaona wengine kama vile hawastahili. Lakini umasikini unamfanya mtu aonekane kama ni mnyonge, kwa sababu ni umasikini. Mpe pesa tuone kama tabaki katika unyonge huo. Kuna watu wanaongea mambo mengi sana. Mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa nini amefanya hivi?
kwa sababu ya pesa tu, sijui vipande 30 tu. Hai, wewe unafikiri 30 ni hizi 30 ambazo uko nazo? Ni fedha nyingi sana katika kipindi hicho. Je, unapoonyeshwa hapa, sijui vifurusi vya fedha viko pale, hivi ni kwa ajili yako, turuhusu tufanye hivi, utakubali? Ndio aweza? Hapa usipokubali, ina maana kwamba umeshinda hiyo tamaa ya fedha. Hakuna mtu ambaye anachukia fedha, lakini fedha zisikutawale, sio vizuri. Usizione kama vile ni Mungu wako, kwamba usipokuwa na hiki, yani kuna mara unajisi kwamba nimeshakuwa na fedha na kila kitu, nihitaji kitu kingine kipi tena? Hapo unaingia pabaya. Na ukiingia katika upande huu mwingine wa wanawake, haufanyi mambo kama hayo, unasimama kwa mke wako, kwa mme wako, uko good, haufanyi mambo mengine ya hivyo, zitakuja jaribu, ni kawaida, lakini hautayumba, utasimama tu. Mengine yote kwa mdomo, haya ni mambo ambayo unaweza ukarekebisha tu haraka haraka. Ajuu usuto, ushangingo, nini, hayo unarekebisha tu haraka haraka, hayo unaishi. Hilo ni jambo ambalo. Kwa hiyo soma, kwa nini hakuwepo? Ni kwa sababu yeye alinyakuliwa, ndio maana hakuwepo. Diwasa hatujui. Kwa hiyo ndio maana Jokisabe akasema kwamba nitakapowapulizia 10 kati yenu 12 ambao mko hapa. Hapo tumeona kweli kweli Soma hakuwepo. Sasa labda wengine watasema sasa hatujui, imeandikwa kweli kweli kwamba labda Dewasa naye hakuwepo. Kitabu cha Kudumanemula sura yake 59:18 inasema, baada ya maneno haya akatupulizia na kutuambia, pokeeni mudimu sanki, Roho Mtakatifu. Alikuwa wapi? Alikuwepo kweli Diwasa? Kudumane 59:22, siku 8 baadaye Luba. Kumbukeni Jokisabe alifanya nini? Alimwambia namna gani? Baada ya siku 8 utaniona, utaniamini. Siku 8 baadaye sisi mitume wa Jokisabe tulikuwa tena ndani ya nyumba. Wakati huu mimi Diwasa nilikuwepo pia. Sasa hapo alikuwepo sasa, lakini wakati ule kwanza hakuwepo, wenzake wakapata mudimu zangi nani. Jokisabe akaja, milango ikiwa imefungwa, yaani mtu anaingia tu kwenye ukuta, anaingia, hakuna yeye mchawi, no, mambo ya uchawi, hakuna uchawi. Milango ikiwa imefungwa, akajizirisha katikati yetu na kusema nukta 2, amani. Amani. Hapana amani ambao watu watataja amani. Wewe unajua amani ni kitu gani? Kuna mabano chini ya uangalizi wa Roho wa amani, tunafunga mabano, iwe nanyi. Kuna mabano Roho. Yaani hiyo amani ni ya Roho, yaani roho yenu iwe na amani. Kudumanemula 59:24, mimi Diwasa nikamjibu, muledi. Muledi. Jokisabe akaniambia, kwa sababu umeniona umeamini. Heri wasioanzishwa, walioneemiwa, ambao hawajaona lakini wameamini. Imetimia kile ambacho alichokiongea. Maneno hayaendi tofauti. Anaongea maneno ya siri kule, na wanafunzi hawana taarifa ni nini ambacho kitatokea. Mambo yanakuja kutokea, sema yale ambayo niliongea yametimia. Tunarudi kwa Diwasa, anaendelea kuongea sura yake ya kwanza mstari wa 14 hadi 16. Wakati huo mimi Diwasa, tumewaonyesha kile ambacho kipo. Sasa anarejea kwamba wakati ambapo Jokisabe alipomwambia, alipoongea yale mambo yote kwamba siku ya 8 utarejea, yeye anasema hapa, wakati huo mimi Diwasa bado sikuelewa kwamba alikuwa anazungumza juu ya ufufuo wake. Yaani hakuwa anajua. Sasa hayo aliyajua baadaye. Sasa haya ambayo tumeyasoma sasa, Jokisabe akaendelea kutuambia, ikiwa mtamwona ikiwa mtamwona yeye ambaye hakuzaliwa na mwanamke, mtaelewa hali yenu ya sasa na ile ya baadaye.
Anarudia kusema haya ni maneno mazuri matamu ya uanzishwaji. Ikiwa mtamwona yeye, huyo yeye ni herufi kubwa, yeye ambaye hakuzaliwa na mwanamke, mtaelewa hali yenu ya sasa na ile ya baadaye. Maana yake ni nini? Maana yake ukimwona moto muda huu unaokolewa. Aya. Moto hakuzaliwa na mwanamke. Mwili wa moto haukuwa na uharibifu wowote. Ukimwona moto kabla hata ya anguko, yaani unaona ukamilifu na unajiangalia gisi ulivyosema, mimi ni nani? Angalia umwili ambayo niko nao mimi. Unatazama moto, unaangalia, unajiangalia hivyo, sema no, yeye haiwezekani, napenda kuwa kama yeye. Sio kwamba labda ni kutamani iliyofanya shetani mliobobea anguke, no, sio kwa namna hiyo. Twende polepole. Nitawapeni kile ambacho jicho halijapenya, kuna mabano kuona, kile ambacho sikio halijapenya, kuna mabano kusikia, kile ambacho mkono haukugusa, na kile ambacho hakijapanda katika ufahamu wa moyo wa mtu anayeonekana. Hayo pia yalitimia, hayo pia yalitimia. Lakisabee alipotoka nje ya mwili wake sasa, wakati baadaye alikuwa ameambatana na mlinzi, aliona mambo mengi. Unajua nyote, sijui mnajua historia, wakati Jokisabe na Lakisabee wanasema ndani ya Biblia za kisasa alikuwa kwenye kisiwa cha Patmos, ndio, alafu akaona, wao wanasema kwamba alikuwa Yesu ndiye aliyemtokea. Mmeshawahi kusikia mafundisho, ndio? Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 hivi, wanaelezea wachungaji wanaojiita wachungaji wengi wanasema alikuwa ni Yesu aliyemtokea nani? Aliyemtokea Yohana. Tutaingia katika ufahamu wao, muone namna gani wenyewe wanajichanganya. Tutawaonyesha namna gani ndani ya Biblia za kisasa. Wanasema kwamba Yohana yani kuna kiume ambacho kilitoka kutoka juu ili kumwonyesha mambo yote ambayo yapo, yatakayokuja, yaliyopita. Na wale wanaojiita wachungaji wanasema kwamba huyu ni Yesu aliyemtokea Yohana. Haina shida, twende kwenye ufahamu wao. Sasa mjiulize, huyo mtu Yohana alitaka kumwabudu, mnakumbuka hilo? Alipiga magoti akapenda kumwabudu. Huyo mtu alimwambia namna gani? No, 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 usifanye hivyo, usifanye hivyo. Anayetakiwa kuabudiwa ni nani? Ni Mungu peke yake. Sasa ikiwa ni Yesu ndiye aliyemtokea na akamwambia kwamba hautakiwi kuniabudu mimi, umwabudu Mungu, kwa nini hao wanaojiita Wakristo wanamwabudu Yesu kama wanakubali kwamba yeye alikuwa ni Yesu ndiye aliyemtokea Yohana katika kisiwa cha Patmo? Mutaenda kupata ufunuo wa hali ya juu kuhusiana na kile ambacho kilimtokea Lakisabee. Tunaingia katika uhalisia wa historia. Wakati ambapo Jokisabe alipoongea, Jokisabe akaendelea kutuambia, ikiwa mtamwona yeye ambaye hakuzaliwa na mwanamke, mtaelewa hali yenu ya sasa na ile ya baadaye. Alipenda kumaanisha kitu gani? Tunaenda katika kitabu cha Ufunuo, yani Biblisedi, sura yake ya 22 mstari wa 6. Inasema namna gani? Ni mimi Lakisabee niliyesikia na kuona, kuna mabano kupenya mambo haya, na niliposikia na kuona, yani kupenya, nilianguka kwa mara nyingine tena kwenye miguu ya mlinzi mwenye nguvu aliyenionyesha hayo ili kumwabudu. Lakisabee, hivyo umesha sahau kwamba ni Loba ndio inayotakiwa kumwabudu tu? Nawaambia ndugu zangu, kuna wakati ambao tukasoma maandiko tukasema kwamba mbona mitume nao pia walikuwa kama vile wanasahau. Sisi tunajua kwamba kulikuwa ni Loba ndiye anayetakiwa kuabudiwa, na haya anajua kwamba huyu ni mlinzi ambaye ametokea. Nyinyi mnajua alichokiona, mtaenda kujua ni nini alichokiona hadi apige hivyo aanze kuabudu.
Ni mimi Lakisabe niliyesikia na kuona, yani kupenya mambo haya, na niliposikia na kuona, yani kupenya, nilianguka kwa mara nyingine. Yani alikuwa tayari mara ya kwanza amependa kufanya hivyo, tena mara nyingine tena kwenye miguu ya mlinzi mwenye nguvu aliyenionyesha hayo ili kumwabudu. Kwa nini? Aliona nini? Kuna mabano. Ndio maana hii ni karata nini, karata ndemsi. Wanaingia kiundani kutueleza kile kilichofanya Lakisabe atake kuabudu huyo mlinzi aliyemtokea ni kitu gani, kwa sababu ya udhihirisho wa mngao, wa udhihirisho wa utukufu, kuna mabano, ngao hai uliodhihirishwa na wawili. Hey, loba, uliodhihirishwa na wawili ambao ulianza kumeta juu ya mlinzi huyo mwenye nguvu. Ufahamu wa roho yangu uliendelea kujipanua halisi, kuna mabano ambayo inaweza kutambuliwa na roho iliyotiwa nuru kupitia neno. Tunafunga mabano cha kufikirika, tunafungua mabano ambacho ni kigumu kupenya, kuelewa, kwa sababu ya ukosefu wa marejeleo ya uhalisia wetu wa hali inayoonekana. Tunafunga mabano hadi kupenya ufunuo huu ambao roho yangu haikujua uwepo. Uweza wa mlinzi huyo ulienda mbali zaidi ya uhalisia wa wakati na nyakati. Katika sekunde chache nilitafakari hapo na kutokueleweka kwa roho za gizo kula. Maana yake ni nini? Hata nyinyi nimesoma hapa hamwezi mkapenya. Ni nini alichokiona? Yaani wakati ambapo mlinzi alipomtokea Lakisabe, yaani aliona kwa roho huyo mlinzi, mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili walishusha taswira yao kwa namna wanavyotoka nje ya uwepo sio kuwepo, ili waingie katika agizo kula vitu. Sasa hiyo taswira yao ambao wako nayo ndio walioituma kwa huyo mlinzi. Sasa yakawa kwenye huyo mlinzi, Lakisabe akaona, tunasema huyu ni loba lazima niabudu loba, huyu ni loba. Hai? Hivi mnaelewa? Nasema hapa huyu ni loba. Lakisabe ndio maana tunaweza tukasema vitu tukasema kwamba naye pia mbona ni mambo ambayo anajua. Kaka zangu, dada zangu, tuna utaratibu kusema kwa nini alikuwa ameanzishwa, kwa nini alifanya hivi, asingefanya vile. Hata tuache mdomo, kuna mambo ambayo yako makubwa sana kwetu ambayo tuwezi tukayapenya. Hichi ndio kitu ambacho kilifanyika. Ndio maana Lakisabe alisema hapa, ikiwa mtamwona yeye ambaye hakuzaliwa na mwanamke. Yani alikuwa anamwambia Lakisabe atamuona kwa namna nyingine akiwa nje. Hataona yule ambaye amezaliwa na Eyume, ataona yule ambaye anajizirisha katika umbaji namna alivyo. Yeye atavumilia kwelikweli, hatakuwa namna gani? Wakati alipokuwa akiongea hapa, Lakisabe ana taarifa kwamba ataenda kuona huko kupitia mlinzi. Anaona taswira ya wawili, anasema no, anakunja magoti hapa, anaanza kuabudu tu. Unaabudu nini? Haya, huyu loba tu loba huwezi ukamuona hivi, no, haiwezekani ndugu zangu. Kwa hiyo hayo maneno yalikuwa ni maneno ya uanzishwaji ambayo Lakisabe hakuwa nafikiria kwelikweli kwamba baadaye ataenda kuyaona. Kwa hiyo Jokisema anapozungumza maneno hayaendi hivi, ni mambo ambayo tayari ameisha, kila kitu kimeisha. Kwa hiyo anajua ni nini ambacho kitatokea baadaye. Diwasa anaendelea, tunarudi kwa Diwasa sura yake ya kwanza mstari wa 17 hadi 20, anaendelea kueleza. Wakati huyu anayeeleza ni Jokisebe kupitia Diwasa, sasa ndio anaandika, anasema kile ambacho Jokisebe alikuwa akiwaambia ni maneno ya uanzishwaji. Wakati utu wenu tatu utakapokuwa mmoja ndani ya jina langu, hilo jina ni G kubwa, jina langu, basi utu wenu wa ndani utakuwa utu wenu wa nje, ili muwe utu wenu ulio juu ya kiwango. Hai? Maana yake ni nini? Jokisebe anaanza kusema kwamba ikiwa utu wenu tatu, yani roho, nafsi na mwili, unakuwa kitu kimoja, yani mnaungana, yani tuseme ufahamu wa, yani kila roho, kila mwili
yani sio kwamba, kwa sababu mwili wa kimwili una ufahamu wake, mwili wa nafsi una ufahamu wake, na mwili wa kiroho una ufahamu wake wa mtu Sasa tunaomba kwamba hiyo miili yote mitatu iwe kitu kimoja, ili kwamba iwe na ufahamu huo umoja. Sasa huu ufahamu ambao utakuwa ni kulingana na ukweli, ambao sasa ukiwa ndani ya jina la Jokisabe, na jina la Jokisabe ni ukweli, yaani ukiwa katika ukweli, basi maana yake huo utu wetu wa ndani ndio utakao kuwa utu wetu wa nje. Hivi sijui kama mnaelewa. Yaani roho atachukua nafasi ya mwili wa kimwili. Ni kama vile sasa mfano wa moto na mtu. Mtu alikuwa ndani, mtu alikuwa ndani ya moto, akafikiria, akatolewa wakafanywa kitu kimoja. Tunaacha huu mfano, tunachukua mfano mwingine. Wakati moto alipoumbwa, mwili wake ulikuwa pale, roho ikaja ikafanywa kitu kimoja na nini, na mwili wa kimwili. Bam, nafsi ikatokea. Na wakati nafsi ilipotokea, yaani mwili huu wa kimwili ambao ulikuwa pale ukaingia ndani direct, ndani ya nafsi. Ndio maana akawa nafsi hai. Hivi sijui kama mnaelewa. Sasa hapa tunaelezwa utu wetu tatu ukiwa kitu kimoja, ukiwa na ufahamu mmoja katika ukweli, tukiwa ndani ya jina la Jokisabe, tukiwa ndani ya ukweli, ina maana kwamba ni utu wetu wa ndani ndio utakaochukua nafasi juu. Kwa hiyo utu wetu wa ndani unakuwa juu na ule wa juu unaingia ndani, tunaongozwa hapo, tunakuwa watu wa kiroho. Hivi ndivyo Jokisabe anaeleza, kwa sababu uelewe kwamba kuna ufahamu wako ambao unaelewa haya mambo ambayo tunaongea, lakini ubongo wako hauelewi vizuri. Tuseme, mnaposoma hapa unaweza ukasema kwamba ni kama vile naelewa, lakini kama vile sielewi vizuri. Ni kweli, huyu ambaye anasema ni kama vile naelewa ni roho, lakini sielewi. Ubongo wako unapenda kufanya kazi, anza kufikiria ni namna gani. Ndio hapo ndio matatizo. Lakini tufache huu ufahamu wa ndani uwe juu, na hatutakuwa na ugumu hata kuelewa hata kidogo. Sasa sababu utu mmoja unaweza ukakubali, sikilizeni kwa makini. Utu mmoja wa mtu unaweza ukakubali ukawa katika neno, lakini utu mwingine aweza ufahamu mwingine wa mtu ukawa nje na neno. Sio kama naelewa. Ina maana kwamba kuna ufahamu mmoja ambao unaweza ukakubali neno na ufahamu mwingine unakataa. Ndio maana utakuta watu wako hivi, ndani nje, ndani nje, kwa sababu kuna ufahamu mmoja ambao umekubali, lakini mwingine unasema napata raha kufanya hiki. Ndio maana mtu yuko mara yuko ndani, kwa sababu ufahamu huu unapenda kuwa ndani, lakini tena ule ambao hujakubali vizuri unampeleka, twende huko, wewe acha raha dunia, wewe unaishi mara moja bwana, kuja kule unaingia katika hilo, kwa sababu lazima sasa fahamu zote tatu zikubaliane, zikubali ukweli. Na hiyo ambayo inakupeleka kuja ndani ni ya roho tu, ni ufahamu wa roho tu, kwa sababu wenyewe utakwambia kwamba twende kuenjoy. Hata enjoy kitu gani? Yeye enjoy mambo ya uzinzi, hasa mambo mengine no. Roho yeye anapenda utembee kulingana na ukweli. Sauti yake iko pale kwambia hata hivyo, usifanye kile, sio vizuri, lakini wewe unasema hiyo hiyo ni nafsi ambayo inajipeleka yenyewe, hiyo ambayo haiko, si kulingana neno, kwa sababu utu wetu tatu bado haujawa kitu hiki kimoja. Ndio maana kuna vurugu ndani ya miili yetu, ndani ya utu wetu. Lakini utu unapokuwa kitu kimoja ndani ya jina la Jokisabe, yani katika ukweli, ule utu wetu wa ndani ndio utachukua nafasi. Haijamaanisha kwamba tutakuwa tunang'aa tunapopita, wewe unang'aa, no, sio kwa namna hiyo, lakini hilo litafika baadaye. Maana Jokisabe anapozungumza hapa pia anazungumzia kuhusiana na unyakuo, aidha ufufuo. Tunaenda polepole. Sisi wanafunzi wa Jokisabe tulimuuliza utuangazie
kuhusu mahali ambapo upo. Utuangazie, utuonyeshe, utuambie ni wapi ulipo wewe. Hizi swali anauliza namna gani wakati wako mbele yake pale hivi? Hamjaniona? Sasa watu watajiuliza, wanauliza kwamba mahali ambapo yupo na yuko mbele yao, hizo yuko pamoja nao. Hizo swali ni swali za namna gani? No, wanafunzi wamepenya kitu. Utuangazie kuhusu mahali ambapo upo, kwa maana lazima tuyapenye. Kuna mabano, kuyatafuta. Jokisabe alitujibu, kuna uzima ndani ya roho. Hai, kuna uzima ndani ya roho ambaye ni yeye mwenyewe uzima. Nasimama kwanza hapo, sijui umeelewa vizuri. Jokisabe anasema kwamba ndani ya roho kuna uzima, lakini huyo uzima tena, aidha huyo roho tena ndio yeye mwenyewe uzima. Roho zaagizo kula vitu, ndani yao kuna uzima, si ndio? Je, utatenga roho uzima na roho mwenyewe? Wanafanya kitu kimoja. Sijui kama mnaelewa hili. Tunaenda pole pole. Kuna uzima hivi, anajibu swali la mitume kwamba wanapenda kujua, kupenya kuhusiana na mahali ambapo yeye yupo. Anaanza kuwapatia hili kwanza ili wapenye vizuri. Kuna uzima ndani ya roho ambaye ni yeye mwenyewe uzima huo, na mimi, anaenda sasa, na mimi ndimi mahali. Kwa sababu anauliza kwamba utuambie ulipo, yaani mahali ambapo Jokisabe yupo, anawaambia kwamba hayo mahali ni mimi. Mimi ndimi mahali ambapo nipo. Hai. Na mahali hayo ambayo ni mimi ni zaidi ya uzima. Aliye na uelewa ili kuelewa aelewe. Nani ameelewa? Hey, Jokisabe. Kwa hiyo unaposema kwamba Jokisabe, tunapenda utuonyeshe ni wapi ulipo, hiyo wapi ni yeye Jokisabe, ulipo ni yeye Jokisabe. Kwa nini ni yeye Jokisabe? Swali ambalo utauliza ni yeye Jokisabe. Sasa na huyo Jokisabe ambaye ni mahali ni zaidi ya uzima wenyewe. Yaani hapa wanaongea kuhusiana na nje hata ya umbaji. Jokisabe anaendelea kuambia, mkifunga kama wanafiki hamtaingia umamu nyingi. Hivi mwangalia maneno, wanatoka huku wanaenda kule, wanarudi huku hivi. Jokisabe anaingia mkifunga kama wanafiki. Ni mfungo hapa kama wanafiki. Si mnajua wanafiki jinsi walivyo hapa. Fulani, mbona midomo yako imekauka? Nafunga hawe. Mimi tangu asubuhi sijakula, yani si tuko katika mfungo kabisa. Wanafiki, wanafiki. Mnafunga, mnakula, mnabadilisha muda wa kula. Hayo yanawahusu. Msifunge. Mkifunga kama wanafiki hamtaingia umamu nyingi. Kwa hiyo wanafiki wote wanaofunga mifungo yao kule, ambao mnajua wote hawa wataingia katika umamu nyingi, ambayo ni paradiso. Wasahau. Makazi ya milele ya walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa. Mkishika, kuna mabano, kutenda, kusherekea Sabato, hamtaingia kamwe katika longe la bundea. Hai, uzima wa milele. Mungu alifanya kazi siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Haleluya, amen. Mungu wako anapumzika kwa sababu amechoka, si ndio? Alafu akaibariki hiyo siku ya 7. Hizo 6 zote hazikubarikiwa, si ndio? Kwa hiyo zote ni 6 ni za shetani, hiyo ya 7 ndio ya Mungu. Haleluya, jina la Bwana lihimidiwe. N'importe quoi, hakuna taahibu. Jokisabe anasema tena,
Nilijidhihirisha katika uhalisia unaoonekana, kuna mabano, ulimwengu, na nikajidhihirisha katika nyama na katika mfupa, kati ya watu. Sio kwamba alichukua umbo la mnyama, nyama anasema ya mwili tu. Niliwakuta, kuna mabano, si wote, wamelewa na mbegu inayotokana na upinga ukweli. Hivi wakati mzaliwa pia ametukuta tuko namna gani? Walevi yaani walevi kabisa wa upinga ukweli. Yaani tunafanya mambo yani ya kijinga kweli kweli, yaani tumelewa kweli kweli. Kwetu sisi afadhali, hapa anasema si wote, kipindi chake, kwa sababu unajua abea kuwepo lakini sisi, hata mmoja wetu ambaye anaweza kusema lakini si wote, sote tulikuwa walevi kabisa, tena tunalewa kweli kweli. Hapa sio tu kulewa kwa sababu ya pombe za nini, mambo maisha mabaya. Niliwakuta si wote wamelewa na mbegu inayotokana na upinga ukweli. Sikumwona yeyote kati yao aliyeona kiu ya mbegu inayotokana na neno. Nafsi yangu itakuwa na huzuni mpaka kifo cha mwili wangu unaonekana. Anaongea haya mambo yatatimia baadaye. Kudumu Neno la sura yake 55 mstari wa 7. Kisha anatuambia nafsi yangu ina huzuni mpaka kifo cha kimwili cha mwili wangu unaonekana, kutokana na kujitenga kwa wakati ujao na utu wangu wa nje. Alipokuwa sasa na mitume kipindi hicho, haya ameyaongea katika maneno hayo ya siri. Kitabu cha Diwasa sura yake ya 1 mstari wa 21 anasema Jokisabe, wengi miongoni mwa watu hawatambui kwamba walikuja ulimwenguni bila silaha na wanajitayarisha kuondoka bila silaha pia. Yani Jokisabe anapenda kutuambia kitu gani? Yani tuanze kutengeneza mabomu ili tuende nayo katika agizo kula vitu? Sio namna hii. Bila kufunuliwa hapa hatuwezi kupenya. Sasa ili tuwezi kupenya, kitabu cha Temusea sura yake ya 1 mstari wa 21 anasema, mimi Temusea kisha nikamjibu Ibena ambaye alikuwa mke wake, unazungumza kama mwanamke asiyeanzishwa, mzungu na damu mchanganyiko, metisi. Tunapokea mema kutoka kwa neno la loba na hatungepokea kinyume chake, alama ya kulisi. Nikasema tena, nilitoka katika tumbo la uzazi la mama yangu nikiwa uchi, na mwili wangu utaenda ardhini. Jina la loba lisifiwe. Huyu ni Temusea ambaye anasema kwamba alikuja hana mavazi, kwa hiyo atarejea tena hana mavazi, aiza atakuja hivyo, yani hana kitu chochote. Sasa wengine katika kipindi cha zamani, Muridi anatuambia kwamba kuna wafalme ambao waliokuwa anapofariki utakuta na wale wote ambao walikuwa wakifanya kazi pamoja naye wanazikwa pamoja naye, wengine wakiwa hai na baadhi ya mali zake, ili kwamba wanasema hivi kwamba ili kwamba akienda huko ataendelea kuwa mfalme tu, na wale walinzi wake wataendelea kumchunga huko, na fedha atakuwa nazo. Unaona ujinga. Haya ni mafundisho tu ambayo si mazuri. haya mambo yalitendeka katika dunia hii. Ndio maana Esombe 26:24 hadi 26 nasema ndivyo ilivyo katika ufufuo wa mwisho wa wafu. Mwili hupandwa katika uharibifu, kuna mabano wa kufa, ufufuliwa katika kutokuharibika, kuna mabano usioweza kufa. Upandwa katika aibu na utafufuka katika utukufu, uzikwa katika udhaifu na utafufuka katika nguvu. Maana yake ni nini, wapendwa? Ni kweli wakati tulipozaliwa hatukuchagua kwamba mimi nataka kuzaliwa katika familia fulani. Hatukuchagua kwamba sisi huyu awe mama yangu, aidha huyu awe baba yangu. Hatukuchagua kwamba tuwe katika familia ya kimasikini. Hatukuchagua kwamba tuwe katika familia za kitajiri. Tulizaliwa tu tukiwa hatuna chochote. Tulikuwa bado hatujakuwa na akili. Akili tumeipata baadaye, tukaanza kufunzwa, tukaendelea. Sasa hapo hatukuchagua, lakini chaguo tunalo.
Sasa hivi tunaporejea aidha kwenda kuondoka, ni wewe mwenyewe unapenda kuondoka namna gani, ukiwa tajiri aidha masikini? Na huu masikini ni masikini wa nini, na utajiri huu ni utajiri wa namna gani? Ukifariki, mimi na wewe tunafariki, kichwa kiko wapi? Chini, juu? Tunafariki, tunasaulika, aidha tunabaki katika historia? Ni sisi wenyewe kuamua, na sio kwamba agizo kula vitu limeshapanga wewe utakuwa hivi. No, ni sisi wenyewe. Unapozaliwa hauna chochote ambacho umeomba, na ndio maana hata kwanza mtoto wakati anapozaliwa hakutaka, ndio maana analia, nye mnanipeleka wapi? Nilikuwa vizuri ndani ya tumbo ya mama, kuna joto nzuri, angalia huko baridi, nye. Okay, haukutaka. Sasa hivi umeshakuwa na ufahamu, sasa unaambiwa hiki kizuri, hiki kibaya, unaweza ukachagua. Sasa utajiri njo huu, masikini njo huu, wewe mwenyewe chagua. Sasa utaondoka, mwili wako unaweza ukazofika, ukafariki, lakini baadaye ukafufuliwa ukiwa katika utukufu, kwa sababu umemaliza vizuri. Yaani wewe umemaliza ukiwa tajiri, lakini sio kimwili bali kiroho. Diwasa sura ya kwanza mstari wa 22 hadi 25 ndio mstari wetu wa mwisho, mistari yetu ya mwisho. Anasema, lakini wakiacha makosa, kuna mabano, kufezeheka yao na kujivua nguo zao chafu, kuna mabano, asili mbaya, kuyalaza miguuni kwao, kuna mabano, wananyenyekea, na kuzikanyaga chini ya miguu, kuna mabano, toba, ndipo watavikwa nguo za sherehe. Yaani tunaombwa hatua hizo tuzifuate, kwa watu ambao tutaacha makosa tunayoyafanya, tuondokane na asili yetu mbaya ambayo inatufanya kutenda vitu ambavyo si kulingana ukweli, tujinyenyekeze kwenye neno la loba na tutubu toba, tusirudie tena katika yale maovu ambayo tulikuwa tukiyatenda, ndipo tunaweza tukavikwa mavazi ambayo ni mazuri. Nayo mavazi, hakuna vazi zingine ambayo ni utukufu, mwili wa utukufu ambao tutakuwa nao neno likiruhusu. Hayo mavazi ambayo hayawezi akachafuka, hauna haja ya kubadilisha. Hivi unafikiri kwamba roho za gizo kula vitu, unaposikia kwamba wanavaa kitani, wanafikiri kitani utaifua kweli? Hiyo kitani ni yeye tena. Joki Sabe anatuambia tena, mnapoliona umbo la mwili wenu wa sasa, kuna mkato ambao umechongwa vizuri sana. Wengine wanasema umechongwa, unaangalia, unajiangalia kwenye kioo, unasema I'm very beautiful. Okay, ni sawa, ni vizuri. Joki anasema he's good, ni vizuri, lakini msisimamie hapo. Mnapoliona umbo la mwili wenu wa sasa ambao umechongwa vizuri sana, mwafurahi, si ndio? Lakini mtakapoona utu wenu mbili wa ndani, mtahisi nini? Loba! Yaani nafsi yenu mkiona, roho yenu mkiona, itakuwaje sasa kama nyinyi mnafurahia tu kwanza hivyo? Labda mtaruka, hata kuruka sijui mtafanya namna gani, kwa sababu ni miili ambayo iko tofauti na hiyo ambayo mko nayo. Na mkiona hamwezi mkarejea mkapenda tena kuona miili yenu. Ndivyo Mungu anatuambia, ukiona yaani neno likiruhusu uone hata nafsi yako. Ndio maana ukiona hivyo, hakika lazima utaokolewa tu. Ndio maana Mungu alisema, ikiwa mnamwona yeye ambaye hakuzaliwa na mwanamke, itakuwa namna gani? Ukimwona mtu ambaye hajaanguka na unapokuja kujiona, sema hata kama ndio mwili, hapana, utafanya bidii, utajitahidi ili ufanane na ule mwili wako ambao unaoona. Ya unapenda kuwa kama nafsi yako, utapenda kuwa kama roho yako. Lakini kama tujaona hivyo vyote, ni kulingana na sisi wenyewe, tunajiweka vizuizi zaidi kulingana na mawazo yetu na fikra zetu ambazo si kulingana na ukweli. Lakini mtakapoona utu wenu mbili wa ndani, mtahisi nini? Mimi sijui
Kila mmoja anaweza akasema atahisi ni ile mimi sijui, lakini itakuwa wow, hata hiyo wow sijui, labda ni ndo yule anayejulikana, anayekunywa ndani ya jina langu, mambo yaliyofichika yatafunuliwa kwake. Kama vile mto anavyotokana na moto, kila mwanamke anayejulikana atastahili kurisi longera bwindea, uzima wa milele. Ndugu zangu, ni haya mafundisho, yani maneno ya siri ya uanzishwaji wa hali ya juu ambayo Joe Kisabe aliongea na wanafunzi wake. Aliongea akiwaambia kwamba mambo ambayo ninaongea kuna mahali ambayo yatatimia, bila wao kujua kwamba yatatimia. Kwa hiyo tunapokuwa katika njia ya utakaso, ndugu zangu, tuwe imara, tusiumbishwe. Watoto wa Loba.